Rais wa Urusi Vladimir Putin ameamua kulitanua jeshi la Urusi. Rais huyo ameona kwamba katika kipindi ambacho jeshi la Urusi linapaswa kuwa jeshi kubwa duniani, lakini pia linapaswa kuwa jeshi la watu wakakamavu na waaminifu, ameamua kuandikisha karibia vijana 160,000 katika jeshi hilo la Kirusi. Bwana Putin amewaita karibia watu 160,000 wenye umri wa miaka 18 hadi 30, idadi kubwa zaidi walioandikishwa jeshini nchini Urusi tangu mwaka 2011, huku nchi hiyo ikipiga hatua za kupanua ukubwa wa jeshi lake. Mipango ya jeshi la Urusi ni kuwa na watu imara, lakini pia kuwa na idadi ya watu wengi katika jeshi hilo, lakini kuhakikisha kwamba idadi ya wanajeshi hao wanakuwa wazalendo. Wito kwa jeshi la majira ya kuchipukia kwa huduma za kijeshi kwa mwaka mmoja kumekuja miezi kadhaa baada ya Putin kusema Urusi inapaswa kuongeza ukubwa wa jeshi lake hadi karibia milioni 2.39. Imeelezwa kwa wanajeshi hao wapya watatumwa kupigana nchini Ukraine kwa kile Urusi inachokiita operation maalum ya kijeshi. Hata hivyo, kumekuwa na ripoti za askari waliouawa katika mapigano katika mikoa ya mpaka wa Urusi na hata ambao waliingia ndani ya Ukraine tangu mwaka 2022, na hivyo idadi ya wanajeshi nchini Urusi ilipungua kwa namna moja ama nyingine. Hata hivyo, ni wanajeshi ambao walipigania Urusi huko nchini Ukraine katika operation maalum ya kijeshi, ambapo Urusi imeonyesha heshima yake ulimwenguni baada ya kupambana ndani ya miaka mitatu, huku ikishambuliwa na mataifa ya Magharibi pamoja na NATO karibia mataifa zaidi ya 30. Rasimu ya sasa ambayo inafanyika kati ya Aprili na Julai inakuja licha ya majaribio ya Marekani ya jitihada za usitishaji vita. Hata hivyo, bado kuna mataifa kama vile Ujerumani yanadhani kwamba huenda Urusi ikafanya shambulizi kwa nchi yoyote, ikiwa ni pamoja na mataifa kama vile Uingereza na Ufaransa, na hivyo mataifa haya yanajiandaa kwa ajili ya mapambano zaidi, na wanasema baada ya nchini Ukraine Urusi huenda ikavamia taifa lolote katika Umoja wa Ulaya. Kadhalika, mataifa hayo yameandaa idadi ya wanajeshi karibia 30,000 kwa ajili ya kwenda kuilinda Ukraine baada ya kumalizika kwa vita, na wakati huu Urusi inaongeza idadi ya wanajeshi karibia 160,000. Hakukuwa na utulivu ndani ya miaka mitatu huko nchini Urusi kutokana na mashambulizi ya hapa na pale yaliyokuwa yakifanywa na Ukraine kutokana na misaada ambayo walikuwa wakipata kutoka katika mataifa ya Magharibi, huku Ukraine ikitumia baadhi ya makombora ya masafa marefu ikiwa ni pamoja na yale yaliyotoka nchini Marekani, makombora ya HIMARS, lakini pia makombora mbalimbali ikiwa ni yale ya masafa marefu. Lakini pia nchini Ukraine hali imekuwa mbaya zaidi baada ya Urusi kuonyesha hali ya ukubwa katika jeshi lake kwa kufanya mashambulizi mazito ndani ya miaka mitatu, ambapo wakati huu maeneo mengi nchini Ukraine yamekuwa ni magofu. Urusi iliendelea kuteka vijiji pamoja na mikoa mbalimbali huko nchini Ukraine, na hata wakati huu imeteka kijiji kingine huko Roslyiv katika mkoa wa Donetsk, ambao ni moja kati ya mikoa ambayo ipo chini ya mamlaka yake. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.